Historia hutumika kama nyenzo muhimu ya kuelewa asili ya binadamu na maendeleo ya ustaarabu. Hata hivyo, historia inayofundishwa rasmi shuleni na vyuoni mara nyingi huwa imechujwa, kupunguzwa au kuandikwa kwa mtazamo wa wenye mamlaka. Matukio mengi muhimu ya ustaarabu mkubwa na maarifa ya kale yamepuuzwa au kufutwa kabisa kutokana na maslahi ya kisiasa, kiitikadi au kikoloni. Makala hii inachambua mifano mbalimbali ya historia iliyofutwa au kupotoshwa kwenye vitabu rasmi kwa lengo la kuonyesha kuwa simulizi ya historia ya binadamu bado haijakamilika. Mfano wa kwanza ni ustaarabu wa binadamu. Historia ya sasa inaonyesha ustaarabu wa binadamu ulikuja baada ya ugunduzi wa kilimo. Lakini Göbekli Tepe iliyopo nchini Uturuki ni moja ya uvumbuzi mkubwa zaidi wa kiikolojia wa karne ya 21. Miundo yake ya mawe inakadiriwa kuwa na zaidi ya miaka 11,000, jambo linalopingana na dhana kwamba binadamu alianza ustaarabu baada ya ugunduzi wa kilimo. Ugunduzi huu unaonyesha kuwa binadamu waliweza kupanga jamii, kujenga miundo mikubwa na kuwa na mifumo ya imani kabla ya maisha ya kilimo. Hata hivyo, taarifa hizi bado hazijajumuishwa kikamilifu katika mitaala rasmi ya historia. Mfano wa pili ni ustaarabu wa Afrika uliopuuzwa. Afrika ilikuwa nyumbani mwa ustaarabu mkubwa kama vile dola la Mali, Songhai, Ashum, Nubia na Gliti Zimbabwe. Ustaarabu huu ulikuwa na mifumo ya elimu, biashara ya kimataifa, sayansi na siasa. Mfano maarufu ni chuo cha Timbuktu ambacho kilikuwa kitovu cha elimu ya juu kabla ya Ulaya kuingia katika enzi ya mwanga. Hata hivyo, historia ya Afrika mara nyingi imewasilishwa kama bara lisilo na maendeleo kabla ya ukoloni. Mfano wa tatu ni maktaba ya Alexandria na upotevu wa maarifa. Maktaba ya Alexandria nchini Misri ilikuwa ya uhifadhi mkubwa juu ya maarifa ya dunia ya kale, ikijumuisha maandiko ya tiba, hisabati, falsafa na astronomia. Kuangamia kwa maktaba hii kulisababisha kupotea kwa maarifa mengi ambayo yangeweza kuharakisha maendeleo ya binadamu. Tukio hili mara nyingi hutajwa kwa ufupi bila kuchambuliwa kwa kina katika elimu rasmi. Mfano wa nne ni ustaarabu wa bonde la Indus. Ustaarabu wa bonde la Indus ulikuwepo katika maeneo ya miji ya Pakistani na India ya leo. Ulikuwa na mipango bora ya miji, mifumo ya maji taka na usanifu wa hali ya juu zaidi ya ustaarabu mwingi wa wakati huo. Licha ya maendeleo haya, ustaarabu huo haupatiwi uzito unaostahili katika vitabu vya historia ya sasa ikilinganishwa na Misri na maeneo mengine mengi ya duniani ukiacha bara la Ulaya. Mfano wa tano ni maarifa ya kale ya ujenzi. Miundo kama piramidi za Misri na Machu Picchu inaonyesha kiwango cha juu cha maarifa ya uhandisi na geometry. Hadi leo wanasayansi hawajakubaliana kikamilifu juu ya mbinu halisi zilizotumika kujenga miundo hii, jambo linaloonyesha kuwa baadhi ya maarifa ya kale yalipotea au hayakurithishwa. Mfano wa sita ni historia ya jamii za asili. Jamii za asili za Afrika, Amerika, Australia na Pasifiki zilikuwa na mifumo ya kijamii, tiba asilia na maarifa ya kimazingira yaliyoendelea sana. Baada ya ukoloni, simulizi zao zilifutwa au kubadilishwa na historia yao ikaandikwa kutokana na mitazamo ya wakoloni. Mfano wa saba ni historia iliyoandikwa na washindi. Historia mara nyingi huandikwa na waliopata ushindi katika vita au migogoro. Hii ilisababisha simulizi za waliopoteza kupuuzwa au kuharibiwa. Mfano, historia ya vita vya kikoloni na mapinduzi ambapo sauti za waliotawaliwa hazikupewa nafasi katika maandiko rasmi. Mfano wa nane ni maarifa ya kale ya tiba na unajimu. Ustaarabu wa kale wa Misri, China, India na Afrika ulikuwa na maarifa ya tiba asilia na unajimu. Maarifa haya yalipuuzwa au kuitwa ushirikina, licha ya ukweli kwamba baadhi yake ndio msingi wa sayansi ya leo. Sababu zilizopelekea historia kufutwa au kupotoshwa
ni pamoja na maslahi ya kisiasa na kiitikadi, ukoloni pamoja na hila mbalimbali. Hata hivyo, historia iliyofutwa kwenye vitabu inaonyesha kuwa uelewa wetu wa zamani bado ulikuwa na mapungufu makubwa. Ili kupata picha kamili ya historia ya binadamu, ni muhimu kuchunguza vyanzo mbadala, arkeolojia na simulizi za jamii za kale. Kwa kufanya hivyo, dunia inaweza kurejesha maarifa muhimu yaliyopotea na kujifunza kutokana na ustaarabu uliopuuzwa kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vijavyo.